TFF hivi sasa, na leo umesikia baraza la wazee ambao ni wanachama pia klabu ya Yanga wakitoka hadharani wakidai kwamba wanakwenda kwenye mahakama za kawaida kwenda kuishtaki bodi ya ligi na TFF kwanza kuzuia pia bingwa iwapo atapatikana kuto kutangazwa, kwa sababu uchunguzi wa kwa nini mechi ya tarehe 8 ya kupigwa mwezi Machi mwaka huu uweze kuwekwa hadharani. Kumekuwa na vifungo ambavyo tunavipitia vya TFF ambavyo vinatuelekeza kwamba hairuhusu mwanachama au mdau wa mpira wa miguu kupeleka mchezo wa mpira wa miguu mahakamani. Sasa tunajiuliza hawa wazee ama baraza la wazee wa Yanga wana guts zipi za kwenda kwenye mahakama za kawaida kwenda kuishtaki TFF na bodi ya ligi? Yeah, of course, kanuni za FIFA ziruhusu watu kwenda mahakamani. Lakini as long as kuna tatizo ambalo watu wanaweza wakalipeleka mahakamani, we don't know watachukua kwenye engo gani, lakini kitu kikubwa ni kwamba itamaanisha kwamba mpira wa miguu sasa hauendeshi kwa kanuni zinazotakiwa. Watu wakishaamua kwenda mahakamani tu wakati kuna vyombo vya kushughulikia matatizo ya kimpira, maana yake ni kwamba hivyo vitu haviaminiki tena. Kwa hiyo hao watu wakienda, maana yake wanajua kwamba athari wanazozijua zipo, athari wanazozitarajia zipo, lakini wanajua kabisa kwamba haziwaathiri kitu chochote kwenye maisha yao. That's why wanaenda mahakamani, kwamba hata wakienda mahakamani wakisema wanafungiwa maisha haitawaathiri as long as kesi yao itasikilizwa na kutolewa maamuzi. Kwa mfano tunafahamu kwamba FIFA inakataza kabisa masuala ya mpira wa miguu kupelekwa katika mahakama za kawaida, kwa sababu kuna mahakama za kimichezo ikiwemo mahakama ya usuluhishi michezoni, yani kasi, ambayo tumeshuhudia Yanga walikwenda wakarudishwa tena kwenye vyombo ambavyo vinaweza kuwasaidia kupata haki zao za kimsingi. Sasa kama wanakwenda huko, pengine wewe una lipi la kuzungumza katika hili, athari zake? Yeah, athari ni kwamba FIFA inaweza ikatoa maagizo kwamba bana, hao watu washughulikiwe, wasiposhughulikiwa tutafungia Tanzania kushiriki kwenye mashindano ya kimataifa na nini. Na unajua kabisa mashindano ya kimataifa yaliyopo sasa hivi ni Simba iko kwenye finali ya Confederation, na tuna CHAN inakuja mwezi Agosti, na tuna AFCON mwaka 2027. Lakini katika taratibu za FIFA sio kila issue haiendi mahakamani. Okay. Kuna issue ambazo zinaenda mahakamani, na ukiangalia nani za FIFA ni kwamba kuna sehemu ambazo FIFA ina declare kabisa kwamba haiwezi kuwa na jurisdiction katika swala hili, na hivyo hilo swala lazima liende kwenye mahakama ya kawaida kwa ajili ya maamuzi. Na hata kuondolewa kwa Blatter kwenye shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu duniani halikutokana na process za kawaida za ndani ya shirikisho ndani ya FIFA. Zilitokana na hatua zilizochukuliwa na mamlaka za serikali za Uswisi, sio mamlaka za FIFA. Mamlaka za FIFA zilikuja kutoa uamuzi baada ya mamlaka za kawaida za Uswisi kumshtaki Blatter kwa transaction iliyokuwa ya dola ama euro milioni 1 kwenda kutoka FIFA kwenda kwa Michael Platini. Umeona? Kwa hiyo it's not an issue of everything. Kuna issue ambazo FIFA ina declare kwamba haina jurisdiction katika masuala haya.
Okay. Kwa namna ambavyo umefuatilia hii scenario Angetile Hosea, unahisi labda hatima yake itakuwa ni ipi hasa? Ya hatima ni vigumu kuitabiri, lakini hichi ni kwamba hawa wataenda kustaki katika katika ishu gani, kwa sababu FIFA inaweza kastakiwa, Football Association inaweza ikashtakiwa, lakini inastakiwa katika mazingira gani? Kwa sababu leo hii ukiniambia FIFA iko mahakamani kwenye kesi nyingi sana nchini Uswisi, kwa sababu FIFA imeanzishwa kwa sheria za Uswisi. Unaona? Yeah. Kwa hiyo watu wanaweza kushtaki ni wale walio kwenye jurisdiction ya Uswisi. Na sisi huku tunaishtaki katika mazingira gani? Mazingira ambayo hayawezi yaani mazingira ambayo ni magumu kuyatolea uamuzi, ni yale mazingira ambayo ni ya kimpira zaidi. Sahihi. Lakini sio, kuna masuala ya kiongozi ambayo yametokana na sheria za nchi, na kuna masuala ya kiongozi ambayo yanatokana na katiba ya TFF. Kwa hiyo hao watu wa Yanga ndio wataenda kuripoti, kufungua kesi katika masuala ambayo yanahusiana na sheria za nchi, ama masuala ambayo yanahusiana na sheria na kanuni za TFF. Kama ikiwa ni sheria na kanuni za TFF, tafsiri yake ni kwamba itategemea wanawasilisha kitu gani? Ya, itategemea hivyo, lakini pia athari zake ni kwamba inaweza ikazuia mambo mengi kufanyika iwapo mahakama katika hatua za mwanzo kabisa itakubali kulisikiliza hilo swala. Mahakama ikikubali kulisikiliza hilo swala, maana yake ni kwamba kuna masuala mengi yanaweza yakasimama kabla ya kutolewa maamuzi mpaka shauri kuu limalizike. Unadhani solution ama kipi kifanyike kwa haraka kwa pande zote mbili ambazo zinasigana kwa hivi sasa, ili kuepusha labda outcome ya kile ambacho kinaweza kujitokeza ambacho kitakuwa ni hasi kwa mpira wa Tanzania? Mimi nimeshasema siku zote kwamba cha muhimu kabisa, cha kwanza kabisa na the most important ni TFF na bodi ya ligi kuonyesha kuwajibika. Kuonyesha kuwajibika kwa maana gani? Kwamba itafanya uchunguzi ama imefanya uchunguzi, imefanya nini kwa hili swala lolote liweze kufanyika bila huo uchunguzi kufanyika, kumalizika na kutolewa uamuzi. Ikionyesha kuwajibika, na sio ninavyosema hivyo tu, ikionyesha kuwajibika kwa njia yoyote ile, itaweza kuleta harmony katika hili swala. Lakini ikiendelea na kauli kama hizi zinazotoka, na juzi nimesikia rais amesema kwamba hawawezi kutoa uchunguzi kwa sababu Yanga walienda kasi na nini, that is kitu cha kijinga sana. Lazima uchunguzi wa ndani huo unaendelea na majibu yatoke, hata yao yakitoka ya kasi, yakitoka ya nani, lakini tayari kuna kuwajibika ndani ya shirikisho. Hicho ndio kitu cha msingi sana. Ikiwa wanasubiri eti nani utoe uamuzi, hakutakuwa na amani. Yatatokea maamuzi ambayo yataridhisha tu kwa kipindi hiki, lakini baadaye atakuja kuibuka, yataleta matatizo makubwa sana. Angetile, tunashukuru kuungana nasi Sports Extra Clouds FM. Bwana, sakata la mchezo wa dabi linaendelea kushika hatamu, na hii ni mara baada ya Young Africans kuweza kushikilia msimamo wake, ambapo wao msimamo wao ni kwamba hawatacheza mchezo wowote ambao utahusisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Na